kwani huyu Ibrahim ni nani? Ukifungua kwenye Qur'an utakutana na aya nyingi zinazomzungumzia Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, lakini kwa kuzingatia muda na makamu haya na mambo yanayofuatia baada ya hapa, tutazungumza sehemu inayomhusu mtu huyu alayhi salatu wassalam, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nahli kuanzia aya 120. Allah subhanahu wa ta'ala anamueleza Nabii Ibrahim kwa sifa hizi zifuatazo. Anasema, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله سبحانه anatuelezea juu ya Nabiullahi Ibrahim kwamba hakika huyu Ibrahim alikuwa ni kiongozi bora umma. Katika Qur'ani neno umma limetumika katika maana mbalimbali, ikiwa umma kwa maana ya muda, wadhakara baada umma. Umma limetumika kwa maana ya kundi la watu na jaili au generation fulani inaitwa umma, jamaa. Lakini umma ina maana vile vile ya alqudwa alhasana wa muallimu alkhair, kiongozi mwema au kiigizo chema na mwalimu mwenye kufunza khairi. Ibrahimu alayhi salatu wassalam ni umma kwa maana ya kuwa ni kiongozi bora, mwalimu mzuri. Baadhi ya wafasiri wanasema ameambiwa Ibrahimu ni umma kwa maana ile ile ya umma, kwa kuwa amefananishwa na umma mzima kwa amali alizozifanya, kama tutakavyofanua kwa ufupi baada ya kuzisoma aya hizi insha Allah. Ibrahimu alikuwa ni umma, tena qanitan lillah, alikuwa ni mnyenyekevu kwa Allah, mtiifu, mtekelezaji wa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa unyenyekevu na utiifu. Ibrahimu alikuwa hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Ibrahimu alikuwa ni mwenye kumwelekea Allah peke yake, hakuwa katika washirikini. Na ndiyo maana alhanaf katika lugha ya Kiarabu, alhanafu huwa almailu ila Allah, aliqbalu ila Allah azza wa jalla, ni kupinda kuelekea kwenye mstari ulionyooka ukaacha mistari iliyokwenda kombo. Ibrahimu alikuwa ni hanifan, kwa alikuwa ni muqbilan ila Allah mu'ridan amma siwah, ni mwenye kumwelekea Allah subhanahu. Alikuwa ni mwenye kuyapuuza yote ambayo siyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akatilia mkazo akasema hakuwa katika washirikina, bali Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala anamuelezea, anasema shakiran li an'amihi. Alikuwa Ibrahimu ni mwenye shukurani, mwenye kuzishukuru neema zake Allah. Allah amemneemesha kwa neema nyingi kubwa na ndogo, lakini zote alikuwa akizishukuru. Akaleta jamu qilla, jamu ya uchache, an'am, kuonyesha ya kwamba hata zile neema ndogo alikuwa akizishukuru. Shakira li an'amihi, kwa sababu hiyo ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah alimchagua akamuongoza kwenye njia iliyonyooka, na malipo yake pia vile vile, wa atainahu fi dunya hasana, tukampa duniani wema, watoto wazuri
kizazi bora, kizazi chake ndio kizazi cha mitume wengi, akiwemo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akamwekea dhikrun hasan, utajo mwema kwa watu. Dini zote zinazojinasibisha na mbinguni zinamkubali Ibrahim alayhi salatu wassalam, na haya ni katika malipo yake. Wa innahu fil akhirati la minas salihin, na yeye akhira ni katika watu wema, bali katika maqam al-a'la, katika wema. Kisha anaambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tunaambiwa na sisi, thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin, kisha tukaleta wahi kwako ewe Muhammad kwamba ifuate mila ya Ibrahim, hali ya kuwa ni mwenye kumwelekea Allah na kuachana na mila zote. Na Ibrahim hakuwa katika washirikina, litambue hilo. Kwa hiyo kwa mujibu wa hizi aya tulizozisoma kuanzia aya ya 120 mpaka 123 katika suratul Nahli, tumepata maelezo ya kutosheleza juu ya wasifu wa Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambaye matukio yote yanayofanyika katika siku hizi ni katika kuhuisha na kuyakumbuka yale aliyofanya katika huo utiifu, unyenyekevu, kujitoa muhanga katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kufuata mila yake kama alivyoamrishwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam.